Nyingine kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Walio katika biashara zao, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Mwalimu wa kwanza anaweza kutupeleka katika njia mwafaka jinsi tunaweza kuishi katika familia zetu, na naamini atazidi kufanya hivyo kwa haya majuma masiku ambayo ameweza kubaki. Kwa hivyo mimi sina budi ya kuingia katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia, na ningependa tuweze tukaomba kabla sijaingia pale. Tunaomba. Baba yetu ishie mahali pa juu, jina lako lipewe sifa. Asante kwa sababu ya jioni nyingine njema na fursa hii ambayo umetupatia tuweze tukaangalia maandiko yako matakatifu ambayo yaweza kutuhekimisha, ituelimishe tupate wokovu kupitia imani iliyo katika Kristo Yesu. Baba, tunazidi kuomba ya kwamba utuzidi kutuhekimisha, uzidi kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako, na zaidi ya yote shikilia hali ya anga, nguvu za umeme na hata pia mitambo kwa ajili ya utukufu wako. Kumbuka kuna wengi ambao wanasikia sauti hii Baba, hebu hiyo mbegu iweze kaanguka katika moyo ambayo ni msafi, na iweze pia ikakuwa na kuzaa matunda mema. Tuwe pamoja nasi Baba, Roho wako atuongoze, malaika wako walio na nguvu wazidi kuwa pamoja nasi. Ni katika Kristo tumeomba na hata tukiamini. Amina. Amen. Siku ya jana tuliweza kuangalia uumbaji. Siku ya jana tuliweza kuangalia uumbaji na tukaona ya kwamba kumbe Baba, Neno na Roho Mtakatifu waliweza kuhusika wote kwa uumbaji, na ni vivyo hivyo ndivyo watahusika katika mpangilio ya ukombozi. Kwa hivyo jana tuliweza kuangalia mafungu machache na tukaona ya kwamba kumbe pia malaika walikuwa ni watu ambao waliweza kuumbwa na Yesu Kristo, kwa sababu Mungu Baba anasema katika kitabu cha Waebrania kwamba kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Anasema wewe Mungu umetangia msingi wa dunia umeweza kuweka mbingu na nchi, ni kazi ya mikono yako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kumbe Baba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anasema nayo inafanyika, alikuwa anasema nayo inafanyika. Hivyo ndivyo inakuwa mambo ya Mungu. Hebu soma kitabu cha Zaburi 33 mstari wake, hebu soma mstari wake ni wa 5 na wa 6. Zaburi 33 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema hivi. Biblia inasemaje? Uzipenda haki na hukumu, ndio nchi imejaa fadhili za Bwana. Amina. Endelea. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana, huyo ni Kristo. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kumbe Mungu Baba anaweza kutamka, Mwana anaweza kufanya, Roho pia alihusika katika uumbaji, kwa sababu tuliangalia Ayubu 33:3 inasema Roho wa Bwana ameniumba na pumzi ya Mwenyezi imenipatia uhai. Kwa hivyo siku hii ya leo tutaingia katika mada nyingine, mada ambayo inasema anguko la mwanadamu, ama dhambi ilitoka wapi? Anguko la mwanadamu, anguko la mwanadamu ama dhambi ilitoka wapi? Kwa sababu mwanadamu kuanguka, alianguka kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo tasafiri nami polepole, mkaaji wa halisi hapa Kayole. Mungu anazidi kuwapenda sana. Hebu tuende katika msururu. Wewe chukua kalamu yako, kitabu cha Isaya 8 mstari wake ni wa kwanza. Isaya 8 mstari wake ni wa kwanza. Sikia Mungu anasema hivi. Isaya 8 kwanza inasema Bwana akaniambia, ndio ujipatie ubao mkubwa, ukaandike juu yake kwa kalamu ya kibinadamu, ndio kwa mahershalashabasi. Hapo ni mtihani.
kwa Maher Shahbaz. Unaona? Maher Shahbaz ndio hiyo. Naam. Kwa hivyo Mungu anasema uchukue kalamu ya kibinadamu, uanze kuchukua kitabu. Pale amesema ubao, lakini chukua kitabu, uanze kunakili. Uangalie jinsi wanaberoya waliweza kufanya, wakaenda kufuata, kuangalia na kuchunguza maandiko kama ni hivyo ilivyokuwa inafundishwa. Kwa hivyo tunataka kuangalia dhambi ilianzia wapi? Dhambi ilianzia wapi? Kwa nini mwanadamu aweze kuanguka? Na dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Hiyo ndio kitu tunataka kuangalia. Je, dhambi ilianza duniani ama ilianza sehemu gani? Hiyo ndio tunataka kuangalia siku ya leo. Siku ya leo. Kwa hivyo utafuatana na mimi polepole. Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 4. 3 mstari wa 4, Biblia inasema hivi. Inasemaje? Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa nini? Kwa kuwa dhambi ni uasi. Asante. Kwa hivyo kila atendaye dhambi afanya uasi. Kwa sababu dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Kwa hivyo kuna mtu ambaye aliweza kuasi. Tunataka kuangalia ni nani aliweza kuanza kuasi na akaweza kutenda dhambi. Aliasi kwa jinsi gani? Aliasi kwa jinsi gani? Hebu angalia, safiri nami polepole. Hebu soma kitabu ni cha Samueli wa kwanza 15. Tuangalie hiyo dhambi maana yake ni nini. 15 mstari wake ni wa 23 hadi 24. Samueli wa kwanza 15 23. Biblia inasema, kwani uasi ni kama dhambi ya uchawi. Sikia, nataka usikie. Kumbe kuasi ambayo Yohana anasema kuhusu ni dhambi ya uchawi. Uasi ni kama dhambi ya uchawi. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Endelea. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Kwa hivyo watu wakikataa neno la Mungu ni watu ambao wanafanya uasi. Soma. Yeye naye amekukataa wewe usio mfalme. Endelea. Ndipo Sauli akamwambia Samueli. Nataka usikie point mzuri sana. Dunia hii watu hawajaelewa dhambi ni nini. Watu hawajawahi kuelewa dhambi ni nini. Watu wanafikiria tu ni kufanya tu mabaya. Hapana, sikia. Dhambi ni kufanya nini? Soma. Ndipo Saulo akamwambia Samueli, ndio nimefanya dhambi, maana nimehalifu amri ya Bwana. Amina. Sikia. Sauli anasema kwamba nimetenda dhambi kwa sababu nimehalifu nini? Amri ya Bwana. Amri ya Bwana ama sheria ya Bwana. Soma. Pia na maneno yako. Pia na maneno ambayo alikuwa umetumiwa. Kwa sababu ndio naliwaogopa wale watu. Wachia pale mtumishi. Tumepata point ya ambayo dhambi kumbe ni kuvunja sheria za Mungu. Hiyo lazima ingie kwa mawazo ya kila Mkristo. Dhambi ni kuvunja sheria. Hiyo ndio maana ya dhambi. Na wakati unavunja sheria ni tayari umeasi na umekataa neno la Mungu. Hiyo ndio maana ya dhambi. Dunia mzima ikiweza kupata kuelewa dhambi ni nini, basi watu watakuwa wanataka kuangalia kutembea kwa jinsi ya sheria za Mungu. Kwa hivyo uasi unaanzia wapi? Ama uvunjaji wa sheria unaanzia wapi? Nataka usafiri nami polepole. Haikuanzia tu hapa duniani, lakini hebu angalia kitabu cha Ezekieli. Ukumbuke Mungu aliweza kuumba malaika. Aliweza kuumba malaika. Hebu soma Ezekieli 28 aya ya 11 ikiteremka. Ezekieli 28 aya ya kwanza, Biblia na aya 11 inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema. Ati neno la nani? La Bwana. Nataka usikie, neno la Bwana ndio linakuja, sio neno la mchungaji,
sio neno la padri ama neno la kiongozi wa kanisa. Biblia inasema neno la Bwana likanijia likisema, wanadamu, ndio umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, atumfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Mwambie nini? Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, ndio umejaa hekima, ndio na ukamilifu wa uzuri, ndio ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya mbiu ya Mungu, ndio kila jiwe la thamani ilikuwa kifuniko chako, akiki, ndio na yakuti ya manjano, ndio na almasi, na zabarajadi, na shohamu, na yaspi, ndio na yakuti samawi, na zumaridi, na barhamani, na dhahabu. Ndio kazi ya matawi yako na filimbi zako ilikuwa, kazi ya matawi yako na filimbi yako, yani alikuwa muimbaji. Lucifer alikuwa muimbaji. Katika siku ile ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Kwa hivyo shetani, yani Lucifer aliweza kuumbwa. Mungu hakuumba shetani, hapana. Mungu aliumba kiumbe ambacho kinaitwa Lucifer ama malaika msafi. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Kumbe Lucifer alikuwa ni kerubi. Kerubi inamaanisha ni malaika. Hebu shikilia pale, kwa sababu unarudi pale. Weka kamba hapo, weka kamba hapo. Kwa hivyo kerubi wanaitwa malaika. Kerubi wanaitwa malaika wa kufunika. Hebu soma kitabu cha Kutoka 25 aya yake ya 20. Kitabu ni Kutoka 25 aya yake ya 20. Aya 20 Biblia inasema hivi. Biblia inasemaje? Kutoka 25:20 inasema, na hayo makerubi ndio yatainua mabawa yao juu, na kukifunika hicho kiti cha rehema, ndio kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hao makerubi ndio zitaelekea kiti cha rehema. Kwa hivyo hao ni malaika ambao wamezunguka kiti cha rehema, kiti cha Mungu, pale Yesu ambaye amekaa. Malaika walikuwa wanafanya hivyo. Inamaanisha ya kwamba pale chini pia kulikuwa na sheria. Lucifer alikuwa ni kerubi ambaye anafunika mpaka analinda mpaka sheria, na alikuwa anatunza sheria za Mungu. Isaya 6 mstari wake ni wa kwanza. Isaya 6 mstari wake ni wa kwanza. Na hivi ndivyo malaika walikuwa kisifu. Hata Lucifer alikuwa na sifu Mungu akiwa mbinguni. Hebu sikia mtumishi. Isaya 6:1 Biblia inasema, katika mwaka ule ndio aliokufa mfalme wa Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Kwa hivyo anamuona Bwana katika maono ameketi katika kiti chake cha enzi. Kilicho juu sana, kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Kumbe ndani yake pia kulisimama maserafi. Kuna makerubi na maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Na kwa wawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili akaruka nayo. Asante, wachia pale. Kwa hivyo malaika walikuwa wanafanya hiyo kazi. Hebu teremka kidogo, sikia jinsi malaika walikuwa wanafanya mbinguni. Inasema wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, nini? Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Kumbe malaika wanamsifu Mungu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kumbe wanaimba wimbo za akili. Nchi imeangazwa ama imejaa na utukufu wa Mungu. Hivyo ndio malaika wanaimba, sio wimbo zingine za upuzi ambao tulionyeshwa jana. Ati unacheza kama umepigwa radi. Malaika mgani ataimba hiyo? Huyo ni malaika wa shetani. Malaika wa shetani ndio wanaimba, cheza kama umepigwa radi, cheza kama umepigwa radi. Hiyo ni wa shetani, hiyo sio ya Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio Mungu anasema malaika wanamsifu Mungu. Kwa hivyo huyu Lucifer katika Ezekieli
aliweza kuwa ni kerubi, na alikuwa hapo mwanzo hata katika shamba la Edeni. Rudi Ezekieli 28 usikie kiumbe hiki ni nini lilimfanya akaweza kuanguka. Soma. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, ndio afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, kanisa la Mungu. Soma. Umetembea huko na huko katika kati ya mawe ya moto. Soma. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Utakaposhika hiyo point, Mungu anasema ya kwamba Lucifer alikuwa, yani yeye alikuwa mkamilifu katika njia zake zote tangu siku ile ulipoumbwa, tangu alipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kumbe uovu ukaonekana ndani ya Lucifer. Mungu alijuaje uovu uko ndani ya Lucifer? Aliangalia moyo wa Lucifer. Kumbe Lucifer ndani ya moyo wake akakengeuka, hakutaka kumwabudu Mungu tena. Soma. 16 inasema, kwa wingi wa uchuuzi wako, kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Sikia hiyo. Kumbe kwa wingi wa uchuuzi, yani shetani alikuwa anafanya kitu inaitwa hawking. Wanadhani hawkers wako wapi hapa? Hawkers. Kumbe mwanzilishi wa hawking alikuwa ni shetani. Akaanza kuhoka, yani anafanya uchuuzi. Akaanza kuhoka uongo mbinguni, dhambi, akaanza kuuza sera zake kwa malaika wengine. Soma. Nawe umetenda dhambi. Kumbe ametenda dhambi. Kumbe Lucifer akatenda dhambi. Soma. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Sikia. Baada ya Lucifer kutenda dhambi, Mungu akaweza kumtoa katika kanisa lake, katika mlima wa mkutano wa Mungu, akaweza kumshusha chini. Wachia pale. Tunaona kumbe kerubi ambaye anaitwa Luciferi aliweza kuanguka, ataanza kutoa dhambi huko. Wacha tuangalie, kwa sababu Mungu anasema kwamba ataweza kumtupa chini. Kitabu ni cha Isaia 14 aya ya 12. Isaia 14 aya ya 12, Biblia inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Soma. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika upande wa mwisho wa kaskazini. Soma. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Soma. Nitafanana na yeye aliye juu. Kumbe shetani alikuwa na ajenda 5. Shetani ako na ajenda 5 ambao atapoteza nao dunia hii. Kumbe Mungu anasema kwamba atafanana na yeye aliye juu. Shetani anasema atafanana na Mungu. Na ukumbuke anasema nini? Anasema kwamba ataweka kiti cha Lucifer. Ukumbuke Ezekieli anasema kwamba alijazwa udhalimu. Wacha tuangalie kiti cha Lucifer ama cha shetani. Kwa hiyo sasa tunamuita shetani. Shetani kiti chake kiko na nini? Zaburi 94 mstari wake ni wa 20. Zaburi 94 mstari wake ni wa 20. Teremka. 94 mstari wa 20, Biblia inasema. Je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe? Sasa mtu anauliza kwamba Daudi anauliza kwamba kiti cha udhalimu kishirikiane nawe Mungu? Kitungacho madhara kwa njia ya sheria. Sikia. Kumbe kiti cha udhalimu, kiti cha Lucifer ni kinatunga sheria, kinatunga madhara kwa njia ya sheria. Kwa hivyo akakiuka sheria, akakuja kuleta sheria zake. Huyo ndiye anaitwa Lucifer. Isaia pia anasema atatupwa chini. Rudi Isaia 14. Ezekieli anasema pia Mungu akamtoa pale. Mungu akamtoa katika kanisa mbinguni. Hebu sikia. Isaya ni 14. Hebu soma mstari wake ni wa
15 soma. Inasema lakini utashushwa mpaka kuzimu. Mungu anasema utashushwa mpaka kuzimu, Lucifer, mpaka pande za mwisho za shimo. Mpaka pande za mwisho za shimo. Kumbuke yeye alisema atakati katika pande za mwisho za kaskazini. Mungu anamwambia kwamba kaskazini, unaona ukiangalia compass huwa inaangalia juu. Hivyo ndio Lucifer alinuia kufanya, kwa sababu ya Mungu ndio iko juu, ya Mungu ndio iko juu. Kitabu cha Zaburi, soma Zaburi 48. Tuangalie kaskazini iko upande gani. Kumbe Lucifer alitaka kuweka pia yake upande za kaskazini. Mwalimu nabii atatuonyesha hiyo. Hebu soma. Kitabu ni cha Zaburi 48, aya ya kwanza. Aya yake ya kwanza, Biblia inasema, soma. Bwana ndiye aliye mkuu, ndio, na mwenye kusifiwa sana. Endelea. Katika mji wa Mungu wetu, ndio, katika mlima wake mtakatifu. Soma. Kuinuka kwake ni nzuri sana. Ni furaha ya dunia yote. Soma. Mlima Sayuni pande za kaskazini. Ati mlima Sayuni iko upande gani? Kaskazini. Mlima Sayuni iko upande gani? Kaskazini. Kumbe mlima Sayuni iko upande za kaskazini. Na hapo ndipo Shetani wakati alipoanguka alisema ndani ya moyo wake, alifanya dhambi ndani ya moyo wake, ataleta ibada yake watu wanadamu waweze kumwabudu, na ibada yake pia anaiga maneno ya Mungu, ataenda kupande za kaskazini. Mwalimu wa nabii atatuonyesha pale Shetani ameweka kiti chake. Usijali, endelea na msururu wa vipindi. Kwa hivyo tunaona kumbe aliweza kushushwa, na wakati anashushwa, kumbe dunia mzima watakuja kumuona Shetani. Rudi kwa hiyo Isaia ni kuonyesha kitu. Teremka na hiyo mstari wa 16. Isaya 14 aya ya 16. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Wao wakuonao watakukazia macho. Kumbe kuna watu wa Mungu wataanza kumuona Lucifer, wataanza kumkazia macho huyu Shetani. Wakisema nini? Watakuangalia sana wakisema nini? Je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Haya. Yaani huyu jamani alitetemesha dunia mzima. Huyu ndiye aliyetikisa pale. Kumbe huyu ndiye amegonganisha falme na mafalme, ambayo tunaonyeshwa katika unabii wa Biblia. Hebu angalia, siku moja watu wa Mungu, watu wataona Lucifer, watu wataona Shetani. Hata vile unamchora akiwa na mkia, nusu pembe, kama ng'ombe. Wewe hujui vile, yaani wewe hujui vile Lucifer anaka. Ameumbika virembo sana. Ezekiel ametuambia ni mrembo. Dini ambayo Lucifer ameweza kuumbwa nayo ya mwisho ilikuwa ni dhahabu, ambayo watu wanang'ang'ania sasa ati ndio namba 1. Dunia hii Lucifer akaasi. Kitabu cha Ufunuo 12 mstari wake ni wa 7. Hebu angalia Ufunuo 12:7. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Soma. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, naye yule joka naye akapigana pamoja nao na malaika zake. Soma. Nao hawakushinda wala mahali pale hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyao ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Angalia, akatupwa hapa katika sayari dunia. Lucifer akatupwa, Shetani akakuja akachafua kila kitu hapa. Muziki yote ya mbinguni akakuja akaweka upside down. Na ndio maana unaona siku hizi watu, na akapia watu sheria kuna yeye ametunga madhara kwa njia ya sheria. Mungu anasema ikuwe hivi, lakini yeye ameelekea hivi. Baadaye Lucifer kutupwa chini, akakuja kwa sayari dunia. Mungu akaingia kwa uumbaji siku ya jana. Tuangalie jinsi Lucifer akakuja akaleta sera zake dunia hii. Kitabu ni cha Mwanzo 2 mstari wake ni wa 7.
Mwanzo 2 mstari wa 7. Soma. Biblia inasema, Ehe. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, Ndio. akampulizia puani pumzi ya uhai, Ndio. mtu akawa nafsi hai. Asante. Kwa hivyo Lucifer akaona jinsi Yesu anafanya uumbaji. Yesu anafanya uumbaji, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Anaona kana kwamba yeye hahusishi katika uumbaji. Kwa hivyo Lucifer ataona wao kumbe ndio wale walitengenezwa. Sawa, dunia ina sawa. Sasa soma mstari wa 15. Mungu akapatiana agizo pale. 15 inasema, Soma. Bwana Mungu akamuita huyo mtu, Ndio. akamweka katika bustani ya Eden, Ndio. ailime na kuitunza. Ati akae hivyo tu. Akae hivyo tu. La, Kumbe hata kabla ya dhambi mwanadamu alipatiwa kazi afanye. Wengine wanasema ati watu wanafanya kazi kwa sababu dhambi iliingia. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mawazo yako. Hiyo sio mawazo ya Biblia. Na ndio maana unaona watu wengine wanakuwa lazy. Haya, mwalimu wa afya, mwalimu wa nini atakuja kutuonyesha. Lakini hebu angalia, baadaye akapatiwa hiyo kazi aweze kufanya. Teremka mstari wa 16. 16 Biblia inasema, Soma. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, Nini? matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Yaani matunda ya mti wa kila bustani waweza kula. Soma. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Ndio. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sikia, Mungu anatoa sheria. Anaambia maadamu hii ni chakula, hii sio chakula. Hii ni chakula na hii sio chakula. Na wakati unakula chakula mbaya, Mungu anasema utakufa hakika. Akapatiana sheria, akapatiana amri. Wacha siku hizi kwenye shetani ametoka akakuja kudanganya watu. Amekuja kudanganya watu, hati wewe hautakufa hakika. Akamwambia Adamu, tutakuja tu kuangalia hiyo. Mungu anasema hii ni chakula, hii unaweza kula, lakini hii usikule. Mungu akapatiana. Hata siku hizi watu wanakula biscuit. Hiyo biscuit kama ni chakula. Watu wanakula na lollipop. Sijui kama lollipop ni chakula. Angalia Isaya 55 aya yake ni ya pili. Isaya ni 55 aya yake ni ya pili. Sikia aya ya pili. Biblia inasema hivi, soma. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini unatoa fedha yako kwa kitu ambacho sio chakula? Soma. Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Watu wakikula lollipop wanashiba, si ndio? La. Watu wakitafuna bikichi wanashiba. Kumeza mate. Watu wakifuta sigara wanashiba. Wanashiba tu, si ndio? La. Si ndio? Kuvuta moshi. Haleluya! Yaani shetani akatoa fedha zake mbinguni. Mungu anasema hii ni chakula, hii sio chakula. Watu ndio wanakulana na soda, wengine wanavuta bangi, wanakula miraa. Miraa hata akifeze base. Yaani mtu anakula anatafuna anakaa. Yaani mdomo unakaa hivi. Imefura hivi. Na ametoa macho yote. Shetani akamwambia, hiyo ndio iko sawa. Kumbe Mungu anasema, kwa nini unatoa fedha yako kwa kitu ambacho sio chakula na mapato yako kwa kitu ambacho hakishibishi? Nisikilize kwa makini. Ule ulichochema na kujifurahisha nafsi yako kwa unono. Hivyo ndio Mungu anasema. Wewe ndio kanunulia mtoto lollipop. Hizi tabia unaona watoto wako nazo hapa. Ati unalamba lollipop. Unalamba hizo ni nini? Angalia, yaani watoto wanaelewa hizo vitu, angalia hata wanacheka. Yaani mzazi badala ya kununulia mtoto ndizi ya shilingi 10, mtoto ashibe, yeye anamnunulia mtoto bikiji la lollipop. Mtoto analamba mami. Anaanza kukuwa na wazimu. Ni
lollipop, hizo vitu unapatia mtoto, hizo haziwezi weka mtoto akuwe mzuri sawa kwa mawazo yake. Na hiyo ndio shetani aliweza kufanya. Na akawaambia nyinyi kuleni tu. Hata Mungu akisema usishibe, wewe kula tu. Watu wamekunywa pombe, yani watu yani unakuja unaenda unakojoa, unakunywa unakojoa, angalia. Vitu ambavyo sio chakula, shetani akasema hizo ndio chakula. Watu wanaenda kuchukua macrisps. Hii dunia inaisha. Hii dunia inaisha wapendwa. Na hizo ndio sera za Lucifer, kuzitoa mbinguni akashuka nayo hapa chini. Na akaambia watu hakuna. Watu wanakula hata nguruwe. Watu wanakula nguruwe, angalia. Mungu anasema nguruwe ni najisi, watu wanakula tu. Mambo ya Walawi 11 aya yake ni 4. Kitabu ni Mambo ya Walawi 11:4, soma. 11:4. 11:4 Mambo ya Walawi, changamka. Kidogo mwalimu, samahani. Hebu angalia, yani shetani akakuja kuambia watu wewe kula kila kitu. Mambo ya Walawi 11:4. Tena tunaweza kusomewa, lazima kitakaswe na neno. Ndio na maombi. Sikia, soma. Inasema pamoja na hayo, ndio wanyama hawa hamtawala hawa nyama. Soma. Pamoja na hawa, ndio wanyama hawa hamtawala katika wenye kucheua. Soma. Na katika wale walio na kwato. Ndio ngamia. Sasa sikia, wengine wanararua ngamia. Mungu anasema ngamia ni mbaya. Soma. Kwa sababu ya ucheua, lakini hana kwato. Huyo ngamia hana kwato lakini anacheua. Soma. Yeye ni najisi kwenu. Mungu anasema ngamia ni najisi. Soma. 5 inasema soma. Na uibari, kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato. Soma. Yeye ni najisi kwenu. Huyo ni najisi. Soma. Na sungura, rudia. Kwa sababu na sungura, kumbe sungura pia, kwa sababu ucheua, kumbe sungura anacheua lakini hana kwato. Ni najisi kwenu. Kumbe sungura ni najisi. Woi! Naangalia Wakristo hapo wanakula sungura wote. Wakristo wanakula sungura. Shetani anawaambia hiyo iko sawa tu. Mungu anasema sungura sio chakula, shetani anakuambia hiyo ndio chakula. Na nguruwe ndio chakula. Soma. Na nguruwe. Rudia. Na nguruwe. Rudia. Na nguruwe. Ati na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Kumbe nguruwe akona kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Soma. Lakini hacheui. Nguruwe hacheui. Yeye ni najisi kwenu. Mungu anasema nguruwe ni najisi. Na watu wanakula masausage hapa. Wakristo wanakula nguruwe. Mpaka wanafungua pork butchery. Pork paradise. Nani alikuambia pork iko na paradise? Nani alisema hivyo? Shetani akapindua vitu. Watu wanakula tu. Watu wanaingia kwa mutura. Yaani watu wanakula. Hai. Ezekieli 24. Ezekieli 24. Angalia jinsi shetani amegeuza dunia yote. Isaya anasema ameipindua nchi. Amepindua nchi. Angalia, soma. Ezekieli 24 aya yake ya 3. Aya ya 3 Biblia inasema, soma. Ukawatungie midhali nyumba ya kuasi. Kumbe ni watu ambao wameasi sheria za Mungu. Soma. Ukawaambie nini? Bwana Mungu asema hivi. Soma. Teleka sufuria. Liteleke. Ukatie maji ndani yake. Watu waweki mafuta kwanza. Hawezi kuweka mafuta kwa sufuria. Hapana, maji ndio inaingia kwanza. Soma. Nikusanye vipande vyake ndani yake. Soma. Naam. Na kila kipande chema. Haya, ati kila kipande chema. Mungu umechagua gani? Paja na nini? Na bega. Woi. Kumbe Mungu amechagua paja na bega. Lakini Wasai wanakula matumbo, wamekula kichwa, meno, kwato, yani wamekula kila kitu. Shetani akabadilisha. Na watu wanapanga laini kwa mutora. Unakula uchafu tu, mutora.
Mungu anasema hizo ni za mbwa. Na uangalie pale mtoraa iko. Mbwa, yani watu wanapanga line kwa mtoraa, mbwa pia inapanga line kwa mtoraa. Inaangalia mwanadamu, hii chakula yangu. Chakula yangu. Na wewe unakula tu. Unakula. Na mkreso, sana watu wanaweka vitu ambavyo vya chakula na hizo zitaleta ugonjwa. Mwalimu wa afya atakufundisha. Kwa hivyo shetani akarudi akaweka mipango. 3:1. Kitabu ni cha Mwanzo. Kitabu ni cha Mwanzo 3 mstari wake ni wa kwanza. Mmoja anasema, soma. Mwanzo 3:1, Biblia imeandikwa hivi: Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu, na akamwambia mwanamke, nini? ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Nataka ushike hiyo point. Kumbe shetani akakoja. Ufunuo unamwita nyoka wa zamani. Kwa hivyo shetani aliweza kutumia nyoka kama chombo cha mawasiliano kuongea na nani? Na mwanamke. Akamwambia hivi ndiye Mungu alisema. Na wacha niwaambie kitu. Wale wanawake ukisikia mwanamke anakuja kukuambia eti umesikia hivi na hivi, ujue hiyo ni lugha ya shetani. Hiyo kwanza iko na question mark, uongo mtupu. Tena mkananiko inasema ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, ndio msile matunda ya miti yote ya bustani. Nataka usikie jinsi shetani aliweza kutafuta mawazo ya mwanamke. Shetani alijua ya kwamba Mungu hawezi kumuumba mwanadamu akamweka katika shamba na hiyo akaweza kumnyima chakula. Shetani alijua hiyo. Atakuja na akili kwa sababu hakujua wameambiwa nini. Akakoja akasema ati hivi ndio Mungu alisema hivi, ati mkae njaa, yaani usikule chochote. Kumbe alitafuta mawazo ya Adamu. Na ndio unaona siku hizi watu wanaulizana what's on your mind. Watu kwa mitandao what's on your mind. Wanaulizana hivyo. Kumbe ni lugha ya shetani. Ati nini niko kwa mawazo yako? Akatafuta mawazo ya mwanamke. Soma mtumishi. Inaendelea kusema aya ya 2. Soma. Mwanamke akamwambia nyoka, nini? Matunda ya bustani twaweza kula. Samahani. Mwanamke akamwambia nyoka, ndio, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Soma. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, ndio, Mungu alisema msiyale, ndio, wala msiyaguze. Mwanamke akaongeza kugusa kwa sababu alijua hawezi kula kabla hajashika. Hebu soma. Msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, ndio, hakika hamtakufa. Sasa sikia, shetani akakanusha. Mungu anasema mtakufa hakika, lakini shetani anasema hamtakufa hakika hamtakufa. Angalia, yaani amekanusha maneno ya Mungu. Na wengi wamesikiliza maneno ya shetani kushinda maneno ya Mungu. Ndio maana unaona hii dunia imelaaniwa. Hebu shikilia pale Isaya 24 aya yake ni ya 5. Kitabu ni cha Isaya 24 aya yake ni ya 5. 24 aya ya 5. Aya yake ni ya 5 inasemaje? Biblia inasema hivi. Soma. Imeandikwa, ndio, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kumbe hii dunia ni watu wanaitia unajisi. Soma. Kwa maana ndio, wameziasi sheria za Mungu. Kumbe wameasi sheria za nani? Za Mungu. Sheria za nani? Za Mungu. Wameziasi sheria za Mungu. Wameibadili amri. Kumbe wanaibadili amri. Wamelivunja agano la milele. Soma. Ndio maana, ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Laana imeila dunia. Na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Watu wote katika dunia hii wamepatikana wakiwa na hatia. Shetani akaleta hiyo, akasema hapana, wewe unaweza kuishi tu, wewe kula tu venye unataka, kula zile Mungu amesema usikule, lakini utaishi tu.
Vuta sheria ya Mungu lakini utaishi tu. Vuta sheria ya Mungu utaishi tu. Hivyo ndio Lucifer ama Shetani alikuja akaweka dunia hii. Rudi Mwanzo 3. Mwanzo 3, rudi pale. Mwanzo 3. Mwanzo 3 anzia mstari wake ni wangapi? Tunaenda wa 5. Fika wa 5, soma. Nasema, Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, pia mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa hivyo anasema utajua kuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Lakini hawa hakujua ya kwamba tayari walikuwa wameumbwa katika mfano wa Mungu. Teremka na andiko. Fungu la 6 Biblia inasema, soma. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, pia mapenzi ya wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi aliitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Asante. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba wakati walikuwa wanaendelea kuongea wakiwa na Shetani, aliamua kuichukua ile na kuikula. Na aliona tu, na wanaona mwanamke ako na shida ya kuona. Ndio maana macho inakuwa na shida. Macho inakuwa na shida. Yeye aliona hiyo ndio inafaa. Mungu alimwambia hapana, lakini yeye akasema Shetani ndiye anasema ukweli. Kumbe Shetani anasema ukweli, lakini hakujua aliingia katika mtego wa ajabu. Akaitubua, dhambi kaingia dunia hii. Dhambi kaingia dunia hii. Utukufu wa Mungu ukaanza kutoka. Utukufu wa Mungu ukatoweka. Kwa sababu mwanadamu alikuwa amevikwa na utukufu. Alikuwa amevikwa na utukufu. Wakati aliweza kula, basi Mungu angeweza kukaa pamoja naye. Utukufu wa Mungu ukatoweka. Wakapata wako uchi, wakaanza kushona majani kama nguo. Majani ni kitu ambacho kinanyauka, kinakauka. Tuende kwa shona tena ingine, tutakuja kuangalia hayo siku hiyo ya kesho. Dhambi ikaingia dunia hii. Mbingu ikahuzunika kwa sababu mwanadamu akaweza kuanguka. Na Shetani yeye huyu Shetani anajua ya kwamba lazima atatafuta watu wake. Mungu atafanyia watu hivyo. Kwanza tusoma kitabu cha Warumi 5 aya yake ni ya 12. Kitabu ni cha Warumi 5 aya yake ni ya 12. 5:12. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, soma. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa Adamu dhambi iliingia ulimwenguni. Soma. Kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya dhambi. Hebu angalia, Paulo anazidi kuangalia, akasoma maandiko matakatifu, akajua kwamba dhambi ilitoka kwa mtu mmoja, na mauti pia ikapitia wanadamu wote. Mstari wake ni wa 15. Soma 15. Biblia inasema hivi, soma. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, kwa kosa la mtu mmoja wengi wanakufa. Soma. Zaidi sana soma. Neema ya Mungu. Kumbe sasa neema ya Mungu, mpangilio wa wokovu unakuja. Soma. Na kipawa kilicho katika neema yake, mwanadamu mmoja Yesu Kristo, kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Kwa hivyo imezidi kwa ajili ya wale wengi. Teremka na mstari wa 17. Biblia inasema, soma. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja, kwa kukosa ya mtu mmoja, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema,
na kile kipawa cha haki soma, watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Amina. Kwa hivyo Yesu anakuja, neema inakuja, kwa sababu pale watu wameweza kuvunja dhambi, wameweza kuvunja sheria ambayo ni dhambi. Warumi 7 mstari wake ni wa 7 kitabu cha Warumi nasema 7. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Gani? Paulo anauliza, kwani sheria ni dhambi? Hasha! Hapana. Lakini singeitambua dhambi ile kwa sheria. Lazima ningeitambua dhambi. Kama sheria ingekuwa singetambua dhambi. Soma. Kwa kuwa singalijua kutamani. Ndio. Kama Torati isingelisema usitamani. Ndio. Lakini dhambi lakini dhambi ilipata nafsi kwa ile amri. Soma. Ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Sasa ndio hiyo. Mungu, yani Paulo anasema kupitia Roho Mtakatifu, bila sheria basi dhambi hakuna. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Paulo anasema hivyo. Wapendwa, Lucifer, shetani akaweza kuleta mipango yake, na wote ambao wanaenda katika kanuni ya Lucifer ama huyo shetani, basi Mungu hana budi kuweza kuangamiza dhambi ambayo itapata wanadamu wakiwa na dhambi. Kitabu ni cha Timotheo. Hebu soma kitabu ni cha Wakorinto. Soma Wakorinto. Ni Wakorinto wa kwanza. Kitabu cha Wakorinto. Wachana na hiyo fungu. Tajua kuisoma kesho. Kwa hivyo soma Wakorinto wa pili 5:19. Soma pale kwanza. 5:19. Biblia inasema hivi. Soma. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kwa hivyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Ndio maana Mungu hataki kuhesabia hata mtu makosa. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hivyo neno la upatanisho limekaa ndani ya Wakristo. Limekaa ndani ya Wakristo. Kitabu ni cha Petro wa pili 2 mstari wake ni wa 4. Wanasikia? Petro wa pili 2 mstari wake ni wa 4. 2:4 Biblia inasema hivi. Sikia jinsi shetani aliweza kufanywa. Soma. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa. Kwa hivyo kama Mungu hakuachilia malaika wote waliokosa, bali aliwatupa shimoni. Kumbe Mungu aliwatupa jinsi Ezekiel anasema na Isaia. Soma. Akawatia katika vifungo vya giza. Walindwe hata ije hukumu. Kwa hivyo hukumu na moto ya milele ilikuwa si ya mwanadamu, bali ilikuwa na Ibilisi na malaika wake. Mathayo 25 aya ni 41. Mathayo 25 aya ni 41. 25 aya 41. Tunamalizia pale. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Kisha atawaambia na wale walio katika mkono wa kushoto. Soma. Ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele. Ndio aliyoweka tayari Ibilisi na malaika zake. Moto ya milele ndio ilikuwa yao. Moto haikuwa ya mwanadamu. Ndio jinsi Yesu anatupenda sana. Moto haikuwa mwanadamu.